Bwana Yesu asifiwe. Unajua kuna wanawake ambao anafika anataka yeye awe juu ya mme. Hicho ni kitu ambacho hakiwezekani kabisa. Hakiwezekani kabisa, haiwezekani. Kwa sababu sio mpango wa Mungu. Mungu yeye aliyesema kwamba mme ni kichwa. Haleluya. Msingi upo hapo, yeye ni kichwa. Haijalishi wewe mwanamke hata iwaje, wewe uweze ukawa juu ya mme. Haleluya. Kwa hiyo unavyotaka kuwa juu ya mme, maana yake unaiharibu ndoa yako kwa mikono yako. Inavyofika una heshima, una utii juu ya mme wako, wewe unaiharibu ndoa yako kwa mikono yako. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Jina la Bwana libarikiwe. Lakini pia na ndio maana nikasema vijana, katika shida ambayo inakuja kwa vijana, anafikiri mke anaoa sura. Hapana, mke unaoa tabia kwanza, kabla ya sura unaoa tabia. Kwa hiyo kama tabia kipindi tu cha uchumba, tabia zipo sawa, lazima ujue hii ndoa tayari imeshakufa kabla haijafa. Manake na huyo mtu hamwezi mkaishi. Biblia inasema dunia ipo chini ya muovu, lakini tumepewa akili. Mungu amekupa akili kwa ajili ya kutambua, kwa ajili ya kupembua. Bwana Yesu asifiwe. Jina la Bwana libarikiwe. Unasema nimepata mchumba, nataka nimuoe. Unaona huyo mchumba ana kucha namna hii ndefu, hata mboga huyo anakataje? Nguo atakufuliaje? Bwana Yesu asifiwe. Unajua kwenye ndoa zipo changamoto nyingi. Inafika mwanamke anashindwa kukaa kwenye nafasi yake kama mke. Haleluya. Mme ameoa, mwanaume ameoa kabisa, ana mke ndani. Huyu mwanaume anajifulia nguo.